Ndugu zetu waandishi wa habari mliopo, mabibi na mabwana, salamu alaykum. Mheshimiwa Rais, kama ulivyotuagiza, mbele yako ni wataalamu wa masuala ya afya na hasa utibabu wa ubongo na mishipa ya fahamu, ambao walisema kuna umuhimu wa kukutana nao baada ya kazi kubwa na nzuri ambayo wamekuwa wakifanya, na kwa umuhimu wa jambo lenyewe. Kama ilivyozoeleka, mara nyingi inakuwa mara chache sana wataalamu wetu hawa kupongezwa kwa kazi nzuri wanazozifanya, lakini wamezoea zaidi kupata lawama. Kwa hiyo ukasema hali haiko hivyo, pale panapostahiki kupongezwa basi tukutane nao, angalau tuzungumze nao. Kwa hiyo Mheshimiwa, kwa ratiba tulopanga, tutamkaribisha mkuu wa idara inayohusika na masuala ya upasuaji na ubongo na mishipa ya fahamu, Dr. Said. Atakuja kuzungumza machache, lakini baadaye atamkaribisha Profesa Jos Peku, mtaalamu bingwa kwa masuala hayo, naye atazungumza machache. Baada ya yeye tutakaribisha Mheshimiwa Rais uzungumze na mabingwa hawa, na kama nilivyosema, kwa umuhimu wa swala hili kuna waandishi wa habari kadhaa kutoka vyombo mbalimbali vya habari ambao wataunganisha mazungumzo yetu haya au shughuli yetu hii na wananchi ambao hivi sasa wanafuatilia shughuli hii kutoka hapa Ikulu. Baada ya kusema hayo, naomba nimkaribishe Dr. Said ili aje kuzungumza machache, na baadaye amkaribishe Profesa Jos. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi, Mheshimiwa Katibu Mkuu Wizara ya Afya, na wageni waalikwa wote, assalamu alaikum tena. Nimesimama hapa, kawaida si muongeaji, lakini leo nitakuwa muongeaji kwa sababu nimewekwa hapa ili niongee. Kidogo nitaongelea kwa ufupi kuhusu kitengo chetu cha Neurosurgery Institute. Kitengo hichi kimefunguliwa rasmi mwaka 2014, lakini toka kuja kwa mara ya mwanzo Profesa Jose Pikere alikuja mwaka 2008. Mara ya mwanzo alianza toka tuko katika, hatujaanza kuwa na kitengo chetu kile. Tulikuwa tunafanya kazi katika General Theater ile ya Mnazi Mmoja. Mara mwanzo alifanya kesi, nadhani mgonjwa kutoka Makunduchi. Kipindi hicho mimi niko masomoni, ndio mwaka nilirudi masomoni. Kesi ya mwanzo ni mgonjwa wa mtoto kutoka Makunduchi, hydrocephalus. Kesi ilifanyika katika, kwa kweli ilikuwa katika mara ya mwanzo bila ya vifaa, lakini hiyo kesi ilifanyika na ikawa successful. Baada ya hapo tukaendelea kuwa tunafanyika kambi, zikaanza kuwa kambi zinakuja. Kwanza zikawa zinakuja mwaka mara 2 mara 3, mpaka ikafika wakati zikawa zinakuja kila mwezi mara moja zinakuja kambi. Mimi nilikuwa nao toka nilivyomaliza masomo yangu, nilivyomaliza intern Muhimbili, nikaanza kazi katika hospitali ya Mnazi Mmoja, nikawa nao, niko general surgery, wakija na kuwa nao pamoja. Nikapata interest ya kwenda kusomea mambo hayo. Nimekwenda zangu kusoma China, nimerudi China, nashukuru nikakuta tayari tuna institute kamili katika jengo pale mbele Mnazi Mmoja pale. Na jengo hilo limefunguliwa rasmi 2014 Novemba. Kutoka mwaka 2014 mpaka sasa hivi tushafanya kesi 1700. Kesi hizo ni mchanganyiko, kesi za vichwa, watoto vichwa maji, watoto migongo wazi, kesi za ajali. Hizi ndio tunakumbana nazo nyingi, karibu kila siku. Ajali za vichwa, unaumia vichwa, unavunjika migongo. Kesi za
hizi uvimbe katika ubongo, uvimbe katika mishipa ya fahamu, spinal cord. Hizo ni kesi nyingi kwa kweli tumefanya, na kesi ni kubwa kubwa. Tumetoka kuanza kufanya operation hapo, tumepunguza nadhani kwa asilimia zaidi ya 50 kupeleka kesi zetu kubwa India, na hilo limechangia kuisaidia kupunguza harama kwa serikali kwa asilimia kubwa sana. Mara ya mwisho nadhani mpaka tukafikia kuitwa hapa, kwanza kabisa pia nimesahau kuwatambulisha wenzangu. Naomba niwatambulishe Mheshimiwa Rais. Pembeni kabisa kuna Dr. Mohamed Al-Haji, yule ni coordinator wetu wa NED Institute hapa Zanzibar. Kwangu mimi ni mwalimu pia, ndio alinifundisha toka naanza kazi kutoka intern, kaanza kunifundisha kazi zote za operation toka za kawaida mpaka nimekuja kukutana naye. Kwangu mimi ni mtu mkubwa sana, namshukuru sana. Tunaye mwingine ni in charge wetu nasi pale, Shamis Suleiman. Naye tuko naye, yeye ni in charge katika kitengo chetu cha neurosurgery. Tunao madaktari wetu wengine, wale wasaidizi wetu wanakuwa ni madaktari, ni tunaita medical doctor. Tunaye Dr. Hassan Vuai. Tunaye Dr. Hamisi, huyo Hamisi Waziri ni anesthetist wetu. Tunakufanya kesi zetu zote, ni msimamizi mkubwa kwa kesi zetu. Tunaye Dr. Musa, yeye pia ni daktari katika kitengo chetu, katika madaktari walikuwa wako katika harakati na wao kutaka kwenda kuchukua field hii ya neurosurgery. Tunaye Dr. Faisal Ismail. Kule nyuma mwisho kabisa kuna Sharifa Saidi, ni nasi. Tunaye assistant nasi Hadia Madi Nahoda. Pia tunaye anesthesia wetu mwingine Bigori Shirazi. Pia tunaye in charge wetu, clean in charge katika kitengo chetu, anaitwa Vitatu. Karibu. Baada ya hapo naomba nizungumzie kidogo kwa ufupi tu kesi hilo tufanye tufike hapa, hilo tufikisha hapa. Kesi hii ilikuja, nadhani ilianzia katika hospitali ya Globally. Alikaa pale nadhani kwa usiku mmoja. Walivyomuona ile mgonjwa, baada ya kupiga CT scan wakaona ana subdural hematoma, wakasema hii kesi haiwezi kufanyika hapa Zanzibar. Kwa hiyo labda jaribuni Mnazi Mmoja, lakini hakuna daktari anaweza kufanya. Lakini alipokuja kwetu Mnazi Mmoja, daktari wangu alikuwa zamu akaniita mimi, nikamwambia hii kesi ni kesi ndogo sana. Ni kesi unafanya hata wasaidizi wangu mimi. Kama mimi mwenyewe kidogo nashukuru nimepata ujuzi kutoka kwa viongozi wangu, Dr. Professor Jose Piquer, naye ndio alinifunza mambo mingi pia. Kwa hiyo tukajaribu kuongea nao, lakini walikuwa wazito sana, walitaka kwenda mainland Dar es Salaam. Wakasema sisi tumeambiwa hapa haiwezekani kesi kufanyika. Baada ya kukaa nao kwa muda, tukawaeleza hii kesi vipi, tumefanya kesi kama hizi ngapi, itabidi tukachukua, wakataka kuona mpaka theater booklet tukawaonesha. Wakaridhika, wakasema basi tumekubali, kwa hiyo mtaifanya lini? Tukamwambia kwa sasa hivi mgonjwa kaja anachukua vipimo sasa hivi saa 6 usiku, bai asubuhi mgonjwa mwanzo wewe ndo tutakuwa tunakuandaa kwa ajili ya kufanyia. Mwenyewe akakubali vizuri, lakini walikuwa kidogo bado wazito, mpaka asubuhi walikuwa bado hawajawa tayari kukubali ile kesi kufanyika. Lakini mwisho wakatuambia bana, tumekubali, tunaomba tufanyiwe kesi. Hata hivyo tukaingia theater, alhamdulillah tulifanya kesi kama kawaida, haikuwa na complication yoyote. Mpaka ikafika mgonjwa alikaa, baada operation kawaida sisi katika kitengo chetu kimekamilika kwa ufupi, kimekamilika kama vile tulivyojitahidi sisi kikamilike. Tuna ICU yetu, kwa hiyo tulimweka pale pale recovery tunaita. Akitoka mgonjwa theater anakaa pale. Alikaa kwa muda kidogo pale kwa siku moja, mpaka siku ya pili tulipomwona mgonjwa uko stable, kesha amka tukamrudisha katika wodi ya kawaida. Kwa hiyo mgonjwa alikaa zaidi siku 2 nyingine, tukampa ruhusa. Kulikuwa kuna mvutano mmoja ulitokea kidogo, kwa sababu niliwaeleza mapema. Kawaida
serikali yetu ni matibabu bure kwa Wazanzibari wote, lakini wao niliwaambia nyinyi ni foreigner. Kwa hiyo nitaulizia nijue utaratibu ukoje, ili kwa sababu nyinyi sio bure mnavyojua. Wazanzibari wote ni bure, lakini kwa kuwa nyinyi foreigner, lakini itahitajika kulipa kiasi kidogo, hatujui, nitafuatilia. Kwa bahati mbaya nzuri nilifuatilia utaratibu siku kupata vizuri. Kwa hiyo ikafika siku ya discharge, nikamwambia itabidi nyinyi mmepata bahati, na nyinyi mmekuwa kama wageni wetu, mlikuwa mmefika Zanzibar, mmepata bahati ya kufanywa operation free of charge. Kwa hiyo wakaondoka wale wageni wakiwa na furaha sana. Tukawa tunawasiliana, maana yake nilimwambia baada ya mwezi unahitaji kucontrol CT scan tuone ile damu imetoka yote. Kwa hiyo mpaka sasa hivi alhamdulillah mgonjwa anaendelea vizuri. Amefanya control ya brain CT scan, yuko vizuri na iko vizuri, anaendelea na shughuli zake kule kwao Nigeria. Nitaongea pia, nataka kuliongelea kidogo kuhusu kitengo changu cha hiyo Neuro Institute. Changamoto tulikuwa nazo. Tuna changamoto 2-3. Moja wapo vifaa. Tuna vifaa vingi tuliletewa na huyu profesa wetu baada ya kufungua lile jengo, lakini vishakuwa chakavu na vingine vimekuwa havifanyi kazi. Kwa hiyo na kinapoharibika kitu kinakuwa tabu kupata mtu kuja kukifanyia matengenezo. Mara nyingine mwenyewe anakuja na mafundi wake, wanajaribu wanavyoweza wanakifanyia, kinachoshindikana. Kwa hiyo anasema hichi kimeshindikana, itabidi tutafute kingine. Tunajaribu na sisi kuongea na uongozi wetu wa hospitali pale, tunawapa update bana, tuna kifaa hichi kimeharibika, hakifai, sasa hivi tunahitaji kipya, kwa sababu kazi zinasimama hivi. Tunaomba tupeleke ile ripoti kama tumeandika barua, tuombe maombi, lakini tunapopeleka mrejesho kwa ufupi hamna. Ile mrejesho wa maneno pia. Unapeleka barua, unasubiri budget inapita mwaka mzima, unaandika. Mimi kawaida naandika budget ya mwaka kwa kitengo changu, lakini hamna ile mrejesho wa kusema mwaka huu Dr. Said umeomba hichi, umepata hichi. Kwa hiyo sikuwahi kupata mrejesho. Kama sasa hivi kuna kesi nyingi tunahangaika nayo. Tulipata CM mashine X-ray ya theater, iko kama herufi ya C, inaitwa CM. Tulipewa msaada na wa Kuwait, lakini ile mashine kwa ufupi mimi toka inaletwa haikuwa nzuri. Ni msaada, lakini ilikuwa mpya wanasema, lakini haikuwahi kufanya kazi kabla ya kufanywa matengenezo. Kwa hiyo baada ya kukabidhiwa, lakini haikufanya kazi mpaka walipokuja mafundi wakaifanyia matengenezo. Haikufanya kazi tena mpaka hii leo iko tu, lipo lile mashine. Ni mpya kwa ufupi tulivyoambiwa. Sasa sisi tulipewa msaada. Kubwa mimi nilijaribu kuongea na watu wale uongozi, nikamwambia kwa nini msimuite huyu mgeni uliotupa? Kaambia hii mashine haifanyi kazi. Wakasema haiwezekani. Kwa hiyo mimi nikawa nimefika mwisho wa upeo wangu kwa ufupi ile nilivyo. Kuna chengine tuliokuwa tuna changamoto nacho ni microscope. Hiyo ndio inatusaidia kufanya hizi kesi kubwa zote za brain, spine, wagonjwa waliokuwa wana spine trauma, kama walikuwa wamepata trauma mpaka cord injuries. Kwa hiyo hiyo microscope tuliomba almost miaka 3, lakini mpaka leo tunaambiwa. Lakini dakika ya mwisho profesa leo kaja na karatasi moja imenifurahisha sana, kwa amepata microscope mpya yeye katika donation zake. Kwa hiyo iko njiani, alhamdulillah. Time yote tunaweza tukaipokea hapa, nadhani kama ni wiki hii au next wiki. Nyingine nadhani changamoto za kawaida kwa staff, tunapokuwa na kambi kuna incentive fulani, lakini sipendi kuzungumzia mambo ya pesa, lakini unapompa mtu moyo kidogo, ile sisi tunafanya kazi kwa moyo mmoja, alhamdulillah. Tunashukuru, tunafanya kazi kwa kusaidia jamaa zetu, kwa sababu usipomsaidia anayekuja ni wangu ni CSC. Kwa hiyo tunajitahidi kufanya kazi kwa hiyo, lakini kidogo tunapata hakuna ushirikiano mzuri. Sipendi kuliongelea, lakini mimi wanapenda kuongelea, niko mwazi. Ushirikiano mzuri haupo baina ya kitengo changu na hospitali. Tunajitahidi kukaa nao, kueleza,
lakini wao kidogo wanakuwa na sijui kuna uzito gani unakuwepo. Wanakwambieni nyinyi ni mzungu. Hilo ndio jambo linaloniumiza moyo mimi. Naomba kweli mzungu kajitolea kutusaidia sisi. Unapobebwa iregeze, sio unabeba chingine juu yake. Kwa hilo samahanini jamani kama nitakuwa nimemkosa mtu, lakini nalizungumza kwa sababu cha uchungu. Kile kitengo ni chetu sisi. Mzungu alhamdulillah katusaidia, lakini katusaidia kwa moyo mmoja. Sisi tuwasaidie ndugu zetu na sisi wenyewe. Nashukuru sana Mheshimiwa Rais mpata nafasi hii. Na washukuru wote jamani. Kabla ya kuondoka hapa nitaomba nimkaribishe Profesa Joseph Pikere aje kukusalimia. My first work, I would like to say, Honorable President of Zanzibar, thank you so much for organizing this meeting. And of course, I suppose that Dr. Said said good things about me, but I promise that in next time to try to learn Swahili. It's so difficult for me because always when I came to Zanzibar, somebody from the institute pick me to the airport and go to the institute and perform operation. I have no 1 minute to learn, but I promise. Okay, Mr. President, this is a long story. It's a long story for all of us. The merit is not my merit. The merit is all the merit of the local people. I am only a facilitator of the neurosurgery, you know. Of course, I am professor in Valencia, in University of Valencia, Spain, and I'm chief of neurosurgery. But my last 15 years of my career, my objective has been to develop neurosurgery in Zanzibar. For this, we create a foundation, Neurosurgery Education Development, INED. And after we began in 2008, and after 12 years, it's emotional because we get a lot of things. We're operating more than 2,500 patients for neurosurgery, complex operation. We visit, I don't know, more than 25,000 or more patients that demand us for neurosurgery. We build with coordination with the government institute, Neurosurgical Institute. And this Neurosurgical Institute in this moment is accredited by COSEXA as a training center for neurosurgeons. And I think the most important of the update of our work is that I think we create in the international world a model. And you know how is the name of the model, Zanzibar model. Why? Because the key points of this model is 2 points, very important. One point is to consider the neurosurgery as an umbrella specialty. Of course, you know, everybody is accord with me that neurosurgery is so complex, okay? And if you like, you try to, to get the more complex, it's more easy to develop the rest. And we demo that we try to develop neurosurgery, and thanks to develop neurosurgery, little by little, during these 2 years, we developed CT scan, MRI, ICU, a good team of nurses, because neurosurgery needs all of them. And this model tried to, focus neurosurgery, but if you develop neurosurgery, you develop the majority of the medicine. Okay, this is 9 key points. And the second key point is to empower local people, to facilitate local people. I don't like the people depend on the mission or depend on us. Okay, we can collaborate, but little by little, they are more empowered in relation with neurosurgery. I am very proud of you, sure, I am very proud. In this moment, I think in 5 years, you have 8 neurosurgeons
well-trained neurosurgeon in 5 years, okay? When I came in 2008, with Dr. Mohammed, we began, there is nothing, okay? This is thanks to all of them, and thanks to the model of our foundation. What is the future? The future, I think, is fantastic, but it's hard too, because we have a lot of challenges. I think I can understand so much the words of Dr. Said, but some words I can understand about the needs of the microscope, of the C-arms, of the medication for a complex neurosurgery, for the doctor specialized in ICU, postoperative. Okay, this is the challenge for the next future, no? I think it could be a nice idea, because our institute could be a model inside for Zanzibar, but okay, of course, for a Nasib Moya hospital, no? Okay, it's important to have a coordinator, or maybe you nominate a coordinator that have direct line with your government to try to facilitate and to try to little by little step, and all the rest of the Nasib Moya looks as a mirror, a example of that modern medicine. Could be okay one idea. More, I repeat, I'm very poor about to see how we grow within the last years. I would like to spend more time here, and if it's possible, because we tried the last year to have a permission after 35 years of my life for 1 year to stay here, but only 1 week. After 1 week, we must go home by pandemic, you know. I hope that this year is our year to spend time here, to develop the program for neurosurgery, COSEXA, to begin with complex neurosurgery tumor and operation. And I think more than the future is the present. Repeat, thank you very much, Mr. President, to accept our speech and to organize this meeting. And I hope to, in the next future, to have another meeting and to present the next objective that we get. Asante sana. Asante sana Profesa. Mheshimiwa Rais, baada ya kumsikiliza Profesa Jos Pik, naomba kukaribishe kwa heshima na taadhima uzungumze na madaktari, viongozi walioko hapa na wale ambao wanafuatilia shughuli yetu hii kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Mheshimiwa Rais, karibu. Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi, Mheshimiwa Katibu Mkuu Wizara ya Afya, Profesa Jose, Dr. Saidi, wafanyakazi wa kitengo cha neurosurgery Mnazi Moja, ndugu waandishi wa habari, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na uzima na kutuwezesha kukutana leo hapa katika shughuli hii fupi sana yenye madhumuni ya kuwapongeza wenzetu wa kitengo cha neurosurgery Mnazi Moja kwa kazi nzuri sana wanayoifanya. Sasa pengine mtauliza kwa nini tumewaita hapa. Jibu ni kwamba tumepata taarifa ya kazi nzuri wanaoifanya, na kama alivyosema MC ni kwamba pale panapo stahiki sifa basi tuna wajibu wa kuwasifu, na pale panapotokea kwamba kuna kasoro pia tuna wajibu wa kuzieleza kasoro ili turekebishe. Kwa hivyo leo nimeona umuhimu wa kuwaita wenzetu wa kitengo cha neurosurgery. Hivi karibuni kwenye mitandao ya kijamii ilikuwa kuna taarifa
ya mgonjwa mmoja wa Kinigeria ambapo alipatwa na tatizo akiwa hapa Zanzibar, na kama alivyotueleza Dr. Saidi hakuwa na imani kubwa kwamba angeweza kutibiwa hapa, lakini kwa sababu uwezo wa kuwatibu wagonjwa wa neurosurgery hapa Zanzibar umeshajengwa, wakaweza kumtibu hapa. Yule mgonjwa akawa na sifa nyingi sana kwa kitengo cha neurosurgery cha Zanzibar. Sasa unaposikia mwenzako anatoka nje na dunia nzima inasifu, sisi tulioko hapa tuna wajibu zaidi kwa kuhakikisha kwamba tunawapongeza wenzetu kwa kazi nzuri sana wanayoifanya. Kwa hivyo leo nimeona ni bora niwaite ili nije nikupongezeni. Na kupongezeni sana kwa kazi nzuri sana mnayoifanya, nikitambua kwamba mnafanya kazi hiyo katika mazingira magumu. Lengo letu ni kurekebisha kwa kadri tutakavyoweza, maana ni swala la uwezo vile vile, lakini nia ya kurekebisha mazingira tunayo, na tutahakikisha kadri tunavyoweza tunarekebisha mazingira hayo. Sasa kazi inayofanywa na kitengo cha neurosurgery, moja ni tiba kama tulivyoelezwa. Sasa hivi wagonjwa wengi sana waliokuwa zamani wanahitaji kusafirishwa kwenda Dar es Salaam au kwenda nje ya nchi, wengi wanahudumiwa hapa. Haya ni mafanikio makubwa, kwa sababu ndio azma yetu kwamba wananchi watibiwe hapa ndani, tupunguze gharama, lakini tujenge uwezo. Lakini pili ni mafunzo. Kitengo hichi cha neurosurgery si tu kinatoa tiba, bali kinajenga uwezo wa watu wetu, kwa maana ya kuwafundisha, wanatoa training. Na ninashukuru kusema kwamba kitengo hiki kimeshapata ithibati ya East Central and South African wanaita nini ile? Inaitwa nini? Accreditation. Ni jambo kubwa sana. Kwa maana hiyo ni kwamba wanaweza wakatrain hata watu wa nje ya Zanzibar sasa hivi, ambalo ni jambo la msingi sana. Lakini la tatu ni kwamba tuna vifaa sasa ambavyo tumekuwa tunasaidiwa na wenzetu kutoka Spain. Kila mara, kila wanapoweza, wanakijengea uwezo wa vifaa hiki kitengo. Kwa hiyo ndio maana mnaona wanaweza kufanya aina mbalimbali za upasuaji kama tulivyoelezwa hapa na Dr. Saidi. Mimi nimeshukuru sana kwamba ile ndoto yangu ya kuifanya Zanzibar iwe ni sehemu ya kutoa tiba za kibingwa, hawa wametuonyesha mfano. Na kama alivyozungumza profesa hapa, anasema wao wametengeneza model ya aina yake. Mara nyingi ukitaka kuanzisha tiba fulani, unaanza na zile tiba rahisi, zile za jumla, iwe magonjwa ya watoto, magonjwa ya kina mama, lakini wao wameanza na tiba zile za kibingwa ambayo sisi tunaita super specialties, ambazo ni ngumu kwa maana ya vifaa vyake ni gharama zaidi, kwa maana kumfundisha daktari inachukua muda zaidi, lakini wameamua kuanza kule. Sasa wametuonyesha kumbe inawezekana. Leo katika hospitali ya Mnazi Mmoja wameshajenga uwezo wa miundombinu, kwa maana ya majengo na theater ambazo zinaweza kufanya neurosurgery. Wameweka vifaa ambavyo vinaweza kutimiza kufanya neurosurgery, na wameanza kutrain watu, si madaktari peke yake, wauguzi, watu wa nusu kaputi na kadhalika. Haya yote ni mafanikio makubwa ambayo yanatuonyesha kumbe tunaweza kufanya na specialties nyingine. Kwa hiyo mimi nilikuwa nazungumzia ndoto yangu. Ndoto yangu ni kuona kwamba Zanzibar hizi super specialization zinafanywa hapa. Tumeanza na hii. Kuna mfano mzuri sana pale Jakaya Kikwete wa mambo ya moyo. Tungeweza na sisi kujenga uwezo kama ule hapa Zanzibar, tukaanza kutibu wagonjwa wa moyo. Mimi na uhakika tukitibu magonjwa ya neurosurgery haya, tukatibu na moyo, tukatibu na cancers, sehemu kubwa sana ya watu tunaopeleka nje watahudumiwa hapa.
Sasa nini tunataka kufanya kwenye serikali ya awamu ya 8? Kwanza, kujenga miundombinu. Tuna azma ya kujenga jengo jipya la kisasa ili kutoa mazingira bora ya kufanyia kazi hizi. Lakini pili, tuweze kujenga kama hivi walivyofanya eneo lile la Binguni, ili mabingwa kutoka nje wao wanakuja wao, kama anavyofanya profesa hapa, tena kwa zamu. Wanakuja wa Spanish, wanakuja wengine wa Marekani, watakuja Waturuki, watakuja wanaotoka Saudi Arabia, wanapishana tu hapa. Katika kipindi hicho wananchi wetu wanapata tiba zote, lakini katika kipindi hicho tunajenga uwezo wa ndani. Ndivyo walivyofanya Jakaya Kikwete, ndio hawa wanavyofanya. Kumbe haya mambo yanawezekana. Tunahitaji sisi ni kuweka nguvu za serikali katika kuhakikisha mazingira yanakuwa mazuri na kuhakikisha tunawaunga mkono hawa wenzetu wanaotusaidia. Kwa hivyo leo nimefurahi sana na ninakupongezeni sana kwa kazi nzuri mnaofanya, ambayo imekuwa na sifa dunia nzima. Tunasikia watu mpaka wa nje wanakupongezeni kwa kazi nzuri mnazofanya. Mimi nina maneno machache kwa profesa. I'll speak in English so that you understand. First of all, I would like to, on behalf of the government, to convey to you our sincere appreciation for the very good work that you are doing. Indeed, you have been instrumental in making sure that the Neurosurgical Institute here, you have a lot of people training there. But you also have a lot of patients, Zanzibaris, who have been treated here. So all that is something that is highly appreciated by us. We thank you not only for the treatment of patients and the training, but you are always ready to bring in equipment. Dr. Saidi just informed us the microscope that was not there, you have been able to get it. So indeed, we are very thankful to you. Keep up the good work, and the government will support you in whatever way we can. But I also want to say that in this time of the COVID pandemic, you have not looked back and say, let me stay in Spain because there's a pandemic. Here you are, and I'm even told that from the airport you went straight to the hospital. You did surgeries, you did see patients. Indeed, what you are doing, personally, I have never seen anybody doing that. So I want to thank you sincerely for this very good job. I want to assure you that my government will make sure that whenever possible, whatever is possible from our side, we will facilitate it. I'm not certain I've heard you correctly when you said you cannot stay here for long. Is it because of your busy schedule back home, or because of we cannot facilitate you to stay longer? You don't have a visa. Now, this is a big problem, because a person like him doing everything for us, there is a problem for us to facilitate a visa for him. Let me put it right now to you that I am instructing the Immigration Department to give you a residence permit so that you can stay here as long as you want. And thank you very much for the model that you have given us. This is a beautiful model. I was telling the others in Swahili that if we could take this model and go to other super specializations like cardiac surgery and oncology, I'm sure we'll cut down the number of patients sent abroad by more than 70%, because these are the main issues that we have in the country. So we are going to imitate this model. And I want to, through you, I want you to ask other professors in Spain with other specialization to look at your model and try to assist us also. Yes, thank you very much. Kwa kumalizia, naomba nichukue fursa hii tena niwashukuru nyote. Mpo hapa, kila mmoja wenu ana umuhimu wake. Neurosurgery haiwezi kufanyika kwa kuwa na profesa au na doctor neurosurgeon peke yake.
bila kuwa na specialist nurse, bila kuwa na anesthetist, bila kuwa na wahudumu wa theater, huwezi kuifanya. Kwa hiyo hii ni timu ambayo kila mmoja wenu ana umuhimu wake. Na kuombeni muendelee kuwahudumia Wazanzibari, muendelee kujenga uwezo wa wengine wawe kama nyinyi, kwa sababu mwisho wa siku hawa wa nje wataondoka. Nyinyi mliopata nafasi hii mwatrain wengine. Lakini tunataka mwisho wa siku surgeries za ubongo na uti wa mgongo zote zifanyike nchini. Kama nilivyosema, hivi karibuni tutakuja na wazo letu lile la kujenga hospitali ya kisasa. Muondoke katika mazingira haya, muwe katika mazingira yenye theater nzuri zaidi, tena zaidi ya moja, ili isiwe kungojeana kwamba huyu hatuwezi kumfanyia theater yenyewe moja. Iwe tofauti. Tuwe tunaweza kuwaalika na wataalamu wa nchi nyingine wao wanakuja wanapokezana hapa, huku sisi wenyewe tunajenga uwezo wa ndani. Ningependa kusema mengi kwa sababu kwa kweli mimi field yangu ni hii. Kwa hiyo nikiona mambo yanakwenda vizuri kwenye field hii na kuwa excited. Sasa nyinyi mmetuonyesha mfano, kumbe haya yanawezekana, na kushukuruni sana. Na kwa lolote lile ambalo mnadhani serikali itaweza kukusaidieni, basi msisite. Daktari hapa amezungumzia kuhusu changamoto za mambo ya maslahi. Tunaziangalia na nitawaelekeza wenzetu wa Wizara ya Afya kuweza kuona kwa jinsi gani tunatatua changamoto hizo. Na masuala mengine ya vifaa hivi, unapobebwa lazima na wewe ushikilie, Waswahili wanasema. Kwa hivyo tunapata kila siku vifaa, basi na sisi wenyewe japo kimoja viwili hatuwezi kutafuta, tutajitahidi kufanya hivyo. Asanteni sana kwa kunisikiliza, na washukuru sana.